wa semina akawa amenipa kichwa hiki cha somo, na naamini Mungu atanitumia, utaelewa. Amen. Kanuni na nguvu ya msalaba. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kanuni na nguvu ya msalaba. Amen. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kanuni na nguvu ya msalaba. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Wakristo wengi kwa kuto kujua kanuni wameshindwa kuzitumia nguvu ambazo Mungu aliziachia msalabani kwa ajili yao. Amen. Yesu Kristo kuinuliwa msalabani ni nguvu ya Wakristo kuponywa. Ni nguvu ya Wakristo kufunguliwa. Ni nguvu ya Wakristo kuokolewa. Lakini kuna kanuni hapa nitakufundisha ambazo ukielewa utatumia vizuri hizo nguvu. Kwa sababu pasipo kanuni hauwezi kutumia nguvu iliyopo msalabani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na moja kati ya kitu ambacho shetani hataki wana wa Mungu wajue ni kujua kanuni, jinsi wanavyoweza kuzitumia nguvu za Mungu. Ni kujua kanuni, jinsi ambavyo wanaweza kutumia ile nguvu ambayo Mungu aliachilia msalabani kwa mwanae Yesu Kristo kusulubiwa. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema power. Power. Sema power. Power. Sema power. Power. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Tuangalie Wagalatia 3 mstari ule wa 13. Wagalatia 3 ule mstari wa 13. Amina. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Kristo alitukomboa. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Katika laana ya torati. Ataishi katika hayo. Mstari wa 13. Ndio. Mstari wa 13 naomba nianze upya. Kristo alitukomboa. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Katika laana ya torati. Kwa kuwa alifanya laana. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Maana imeandikwa. Maana imeandikwa. Amelaaniwa. Amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Kila mtu aangikwaye juu ya mti. Rudia tena hayo maandiko. Nasema Kristo alitukomboa. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Katika laana ya torati. Kwa kuwa alifanywa laana. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini nimesema kanuni? Wagalatia 3:13 anasema Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana kama Kristo alifanywa laana, sisi hatutakiwi kupatwa na laana. Ni kwa ajili yetu, sio kwa ajili yake. Kwa sababu yeye hakulaaniwa, alifanywa laana kwa ajili ya sisi ambao tulikuwa tunatembea kwenye laana. Kwa hiyo kuanzia hapo Kristo alipofanywa laana kwa ajili yetu, shetani hana mlango wa kupitisha laana kwa watu wa Mungu. Shetani hana mlango wa kupitisha laana kwa Wakristo ambao wanamwamini Mungu. Yaani achana na hizo story ya kwamba kuna laana kwenye familia yako. Kristo alifanywa laana. Hiyo laana ilijulikana. Yeye alifanywa laana ili wewe ufanyike baraka. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Alitukomboa kutoka kwenye laana ya torati. Ukisoma torati imejaa laana nyingi. Kulikuwa kuna namna nyingi. Watu walienenda kwa hofu. Watu waliogopwa sana. Watu walimuogopa shetani. Watu walikombolewa kwa gharama. Walimwaga damu kila siku. Kristo alifanyika laana kwa ajili yetu. Maana yeye hakulaaniwa, alitakiwa awe aliyelaaniwa ili wewe uliyelaaniwa ubarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kwa nini nimesema kanuni na vya msalaba? Wengi mpaka leo wanaamini laana za familia zinafanya kazi kwao. Wengi mpaka leo wanaamini ya kwamba laana zinaweza kupata nafasi kwao. Hapo unakuwa umekosea kanuni. Leo nataka uelewe kanuni ya kwamba baada ya Kristo kupandishwa juu msalabani, baada ya Kristo kufa, laana kwa wana wa Mungu imekufa. Yaani hata kama ungetokea kwenye ukoo wenye mikosi na mabaraka, wewe unatakiwa uamini ya kwamba kupitia Kristo mimi nimebarikiwa. Na utakapoanza kuamini namna hiyo, ndio hapo unapoanza kuishi maisha ya ushindi kwenye maisha yako. Usikiri tena udhaifu kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Ukisoma torati imejaa laana, imejaa nitawapiga wana wa wanao. Sijui itakuwa hivi, itakuwa hivi. Kulikuwa na mambo mengi. Utabeba uovu wa baba yako. Wametenda dhambi hawako, sisi tumebeba maovu yao. Hii ilikuwa ni torati. Hautabeba maovu. Utakapojua ya kwamba Kristo
kufanyika laana, wewe unatakiwa kuishi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona muuliza Mungu akaniambia hivi, watoto wangu wamekaa kanisani na bado wanaamini kuna mlango wa laana juu yao. Kwa hiyo kawafundishe wajue kanuni ya kwamba mimi sikuteswa kwa ajili ya makosa yangu. Niliteswa kwa ajili ya makosa yao. Sikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Nilikufa kwa ajili ya dhambi zao. Kwa hiyo baada ya hapo wanatakiwa waelewe ya kwamba mauti haina nafasi. Laana yoyote haina nafasi. Usiangalie historia ya baba yako ukaifananisha ukaileta kwenye maisha yako. Unachoamini ndio kinachokutokea. Usiangalie shangazi, mjomba waliachika kwenye ndoa au maisha yao yamekuwa hivi au hawajengi. Ukijiona hivyo utakuwa kama wao. Lakini kazi kubwa ya Agano Jipya ni kulitengua agano la kale, usitembee na zile laana kwa watoto wa Mungu kwenye Agano Jipya. Ndio maana Kristo anakuja, yeye ni mjumbe wa Agano Jipya. Damu yake ni damu ya agano. Kuna damu zilimwagika, zilifanya maagano kipindi kilichopita. Hii damu iliyomwagika kipindi hiki, acha ifanye kazi kwako, acha ikuinue tena. Hii damu iliyomwagika, damu ya Agano Jipya. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwambie jirani, wewe hujalaaniwa. Wewe hujalaaniwa. Mwambie hakuna laana kwako. Hakuna laana kwako. Okay. Kwani leo watu wanaogopa nini? Watu wanaogopa laana. Wanaona kabisa maisha ni magumu. Sisi ndio tulivyo. Leo nataka wewe uwe ulivyo, sio wao walivyo. Amina. Wewe uamini jinsi Kristo alivyo, sio wao walivyo. Kama wao wana miungu yao, wamebaki kwenye Torati. Lakini wewe uliyemwamini Mungu aliye hai, uko Agano Jipya. Mwambie jirani yako uko Agano Jipya. Uko Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kuonyesha hizo laana jinsi ambavyo zimewatia watu hofu. Ndio maana Mungu amesema wafundishe kanuni. Angalia Kumbukumbu la Torati 28. Jipya Biblia inasema hawa wadui watakujia wewe kwa njia moja, watatawanyika kwa njia saba. Kwa kuna mambo yamebadilishwa. Hizi laana haziko tena kwa wana wa Mungu. Laana ilitakiwa kukimbia kwa njia saba kwenye Agano la Kale, kwenye Torati, lakini mambo yamebadilika baada ya Kristo kufa na kufufuka. Adui zako ndio watakimbia kwa njia saba. Anasema alifanyika laana ili sisi tuwe tuliobarikiwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana leo ukiangalia mahubiri mengi sana, watu hawahubiriwi kutiwa ujasiri, wanarudishwa kwenye laana. Mmelaaniwa ninyi, mtakimbia, mtapigwa, uzao wa tumbo lako. Kwa hiyo watu kanisani pamekuwa mahali pa kutiwa hofu. Lakini ukimwangalia Kristo anasema alifanyika laana. Haijalishi wewe ulikuwa na laana ya namna gani, yeye alifanyika laana. Kwa hiyo kuanzia leo nataka wewe utoke hapa ukiwa umefanyika baraka. Utoke hapa ukiwa na picha ya baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Kanuni. Mwambie jirani kanuni. Na nguvu ya msalaba. Mwambie kanuni. Na nguvu ya msalaba. Ni kweli kuna kanuni nyingi ambazo zimepita huko kwenye familia, kwenye koo zetu, jinsi wanaabudu, jinsi wanakutana na miungu yao. Lakini na sisi tuna kanuni yetu. Kanuni ya kwanza unayotakiwa kujua ni kwamba unatakiwa kuutazama msalaba, usitazame kitu kingine chochote. Usione laana chochote kinachokutokea. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao. Asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo wakati Kristo yuko msalabani, leo tunapokumbuka Mungu alikuwa ndani ya Kristo akitupatanisha sisi na nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema hakutuhesabia makosa. Kwa hii ni neema iliyoenda kwa wana wote wa Mungu. Una makosa, huna makosa, hakuuliza wewe una kosa gani. Huduma ya upatanisho, msalaba ni huduma ya upatanisho, ambayo leo msalaba huo unakupatanisha wewe na Mungu. Haijalishi jana au asubuhi ya leo shetani amepata uhalali wako, uhalali kwenye maisha yako kiasi gani, na kuleta kwenye msalaba kwa jina la Yesu. Unapatanishwa na Kristo katika jina la Yesu. Huduma ya upatanisho iko ndani yetu. Hebu mwambie ndani yako, huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho iko ndani yetu. Iko ndani yetu. Sasa mimi nataka nikuulize, shetani anapata uhalali wapi? Nani anampa shetani uhalali? Ni wewe au ni shetani mwenyewe ana force? Sisi wenyewe. Sisi
sisi wenyewe. Shetani hana uhalali wowote. Angalia Wakolosai 2:14. Tukijua hizi kanuni, mimi nawaambia mnaenda kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakolosai 2:14 mpaka 15. Wakolosai 2 mstari wa 14 mpaka 15. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Akiisha kuifuata ile hati iliyoandikwa ya kutushamani. Ndio. Anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Mstari wa 15. Ndio. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akazishangilia katika msalaba huo. Kuna mtu hajaelewa. Soma tena. Amina. Wewe unasikiliza, usinisikilize mimi, na neno la Mungu lisikilize kwa makini. Anasemaje? Anasema mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Asante, weka nukta. Amina. Hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Hii alikuwa nayo Shetani. Amen. Anatushtaki. Ana uhalali juu ya maisha yetu. Anafanya chochote. Anajua Mungu hawezi kuingilia kwa sababu nina uhalali na watu hawa. Yesu Kristo alipokuja hakuhitaji vikao na Shetani. Cha kwanza aliifuta hiyo hati ya kutushtaki. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa kuanzia hapo Shetani hana cha kukushtaki. Mina. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa anakushtaki kwa magonjwa, imefutwa hiyo hati. Kama alikuwa anakushtaki kwa mapigo, imefutwa hiyo hati. Kama alikushtaki kwa kukuzuia uchumi wako, imefutwa hiyo hati. Mungu alichukua ile hati kupitia Kristo akaifuta. Maana hakuna kumbukumbu kwa Shetani juu ya maisha yako. Haipo tena. Hana kumbukumbu za maisha yako, hazipo. Anasema alichukua hiyo hati akaifuta. Tafsiri yake ni nini? Maana hapo hakuna kesi inayoendelea baina yako wewe na Shetani. Ni kama leo tunasema mahakamani hati zimechanwa au zimefutwa au zimechomwa moto. Maana hao watu hawataenda gerezani hata kama walikosea. Kwa sababu hakuna hati, gereza halitawapokea. Na kwa sababu hati hiyo imefutwa, mauti haitakuweza. Kaburi halitakupokea. Magonjwa hayatakuweza. Hati imefutwa. Aliyechukua ni Kristo mwenyewe. Akaifuta. Shetani hana jambo tena na wewe. Hana jambo. Hana cha kujivunia tena na wewe. Kwa unatakiwa unapokaa uwe unaelewa kwamba hati imefutwa. Shetani hana kumbukumbu zangu zote, zimefutwa. Kama jana alikuhesabia ya kuwa ni mzinzi, alikuhesabia ya kuwa wewe hufai, alikuhesabia ya kuwa ni masikini, leo kwenye kumbukizi hizi za kufa Kristo, hiyo hati imefutwa. Unatakiwa utembee kwenye sura nyingine. Hiyo hati imefutwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ulitakiwa kufa kwenye hiyo dhambi, hiyo hati imefutwa. Basi hiyo dhambi Mungu amefanya uishi. Amen. Kupitia hiyo dhambi. Maana Mungu anataka usirudi tena kutenda dhambi. Kwa sababu umepita msamaha wa rais gerezani, watu wametoka. Hiyo hati imefutwa. Amina. Mwambie jirani yako Shetani hana jambo na wewe. Shetani hana jambo na wewe. Unajua kama kuna usirias mlitakiwa muweke sana wana wa Mungu ni katika neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu lina pumzi, li hai, linafaa kwa matumizi. Tumia hilo andiko ya kwamba hati yangu kwa Shetani imefutwa. Kwa Shetani hana tena cha kunishtaki. Hawezi kuniletea magonjwa, hawezi kunihesabia umasikini, hawezi kunifunga, hawezi kufanya chochote, hawezi kutuma uchawi. Ndio maana Biblia inasema hakuna uganga wala uchawi juu ya wana wa Israeli, juu ya watu hawa, wana wa Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu ile hati imefutwa. Aliigongemelea msalabani. Kwa sisi tunapoutazama msalaba, tunautazama msalaba kwamba umefanya tuwe huru, umefanya tufunguliwe, umefanya tuheshimiwe. Tunatazama msalabani ya kwamba tulitakiwa kuwa pale, lakini aliye pale sio sisi tena, ni Kristo ambaye ana nguvu za Shetani asitukamate tena, asitufunge tena na kutoa kwenye hilo gereza. Kwa vile hati imefutwa, ile gereza halina nguvu tena kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
umefutwa. Una historia mpya. Tembea kama mtu mwingine. Enenda kama mtu mwingine. Oh Jesus. Anza kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Alichukua hati, akaifuta, akaigonga pale juu. Amen. Kwa hiyo ukiangalia wewe unatakiwa uangalie useme nilitakiwa kuwa hivi, lakini kwa sababu ya msalaba niko hivi. Kwa unapoona msalaba wewe unasoma kwamba sikutakiwa kuwa na mtoto, sikutakiwa kuwa mtu ambaye nina kazi, sikutakiwa kupona, sikutakiwa. Kwa unasoma yale ambayo shetani alikushtaki, unayasoma, alafu unasema baada ya mimi kuwa pale, Kristo yuko pale, maana yake mimi niko mahali ambapo ni sahihi. Mimi niko mahali ambapo pana uafadhali. Mimi niko mahali ambapo ni salama. Ile hati imegongwa msalabani. Amen. Shetani hawezi kuufikia msalaba akachukua tena hiyo hati. Kweli. Maana kama hawezi kuufikia msalaba, hawezi kukufikia wewe unaoamini msalaba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukisoma maandiko haya, shetani hana jambo la kutushtaki. Kwa hata kuna mahali aliingiza tu uongo wake, akaanza kukushtaki, wewe unatakiwa kumwambia hapana. Hapana. Huna la kunishtaki. Huna la kunishtaki. Na kama huna la kunishtaki, huna sababu yoyote kwa. Kweli. Bwana asifiwe. Amina. Unajua imani inainuka baada ya wewe kujua. Amen. Imani inainuka baada ya wewe kujua. Na hofu inatanda kwa wana wa Mungu pale ambapo hawajui. Amina. Imani inainuka baada ya wewe kujua. Ukishajua tu kwamba hati yangu ilifutwa, imani yako inainuka. Amen. Haleluya. Amen. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema asante Kristo. Asante Kristo. Sema asante Kristo. Asante Kristo. Kwa kufuta hati. Kwa kufuta hati. Usingeweza kutubu wewe. Paka shetani asiwe na uhalali na wewe usingeweza. Yaani kama Yesu asingetumia ubabe huu wa kuifuta ile hati, wewe usingeweza. Kweli kabisa. Usingeweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo hata moyoni mwako shetani akikukumbusha mambo ya jana, mwambie hapana, huna la kunishtaki. Amina. Haleluya. Hata akisema jana ulifanya hivi, wewe unajua niwaambie huna la kunishtaki. Jana ilikuwa jana na leo ni Ijumaa Kuu. Ninapokumbuka imani yangu inainuka. Huna la kunishtaki. Huna. Amen. Watabaki na historia yangu, wewe shetani na watu wengine, lakini huna nguvu kwa sababu huna mahali pa kusoma. Amen. Huna mahali pa kuniona. Huna kigezo cha kuniweka gerezani. Huna gereza la kunipeleka. Lazima utembee kama mtu aliyefunguliwa. Amina. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Sema power. Sema fire. Sema fire. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Na kwa sababu hati hiyo imefutwa, msalaba umeachilia amani ya milele kwenye maisha. Amen. Nini Mungu alifanya? Hati hii ilipofutwa, Mungu hakutaka watu wake wawe na mashaka. Amen. Unajua hata wewe leo kama kuna mahali wana uhalali na wewe, utatembea kwa mashaka. Amen. Utatembea kwa mashaka. Unaanza kusema kweli, lakini nilifanya hiki, itakuwaje? Ni kama wachawi kweli wanaweza kuniloga. Kweli nilifanya hiki, itakuwaje? Hapana. Leo nataka imani zenu ziinuke. Amen. Imani zenu ziinuke. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyesha andiko moja. Nilikuwa nalisoma jana nikasema, "Hey, Mungu, kumbe kuna mambo kama haya. Biblia ina mambo nyingi." Mwambie jirani Biblia ina mambo. Biblia ina mambo. Mwambie jirani Biblia ina mambo. Unajua ukichukua imani yako ukaipeleka msalabani, ukachukua nguvu za msalaba ukaleta kwenye tatizo, mahali penye uchungu panatoa utamu. Amen. Hamjanielewa? Ukichukua imani yako ukaipeleka msalabani, ukamwona Kristo, ukapeleka imani, ukaamini. Kwa kuamini Mungu anakupa nguvu. Ukachukua nguvu za Mungu ukazileta kwenye tatizo linalokusumbua, mahali pale penye uchungu patatoa utamu na furaha. Patatoa sherehe. Mahali palipokuwa panauma patatoa uzima. Amen. Hebu nikuonyeshe ile andiko mimi lilinitia nguvu. Angalia Kutoka 15:25. Mstari wa ngapi? 25. Anzia 23. Amina. Ndio. Anasema walipofika mahali wana wa Israeli palipoitwa Mara hawakupata
kuyanywa yale maji. Wakapata kuyanywa yale maji. Ya Mara. Wakanywa maji yale ya Mara. Kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa kuwa yale maji yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Jina la mahali pale likaitwa Mara. Mstari wa 24. Ndio. Ndipo watu wakamnung'unikia Musa. Ndipo wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa. Wakisema tunywe nini? Wakisema Musa tunywe nini? Mstari wa 25. Mstari wa 25. Naye akamlilia Bwana. Musa akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti. Bwana akamuonyesha Musa mti. Naye akautia katika hayo maji. Musa akachukua ule mti akautia kwenye maji. Maji yakawa matamu. Maji yakawa matamu. Basi, asante Ishia. Amina. Haleluya. Amina. Wakati wana wa Israeli wanatembea wamefika mahali panaitwa Mara. Walipofika pale wakawa na kiu. Ile kiu wakayaona maji. Walipoenda kuyanywa yale maji wakakuta ni machungu. Wakamgeukia Musa ya kwamba mbona maji haya ni machungu? Musa akamlilia Bwana. Bwana akamuonyesha Musa msalaba. Ule mti ni msalaba. Amen, 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 amen. Haleluya. Amen. Bwana akamuonyesha Musa msalaba. Musa anachukua ule msalaba, anautia kwenye maji. Maji yanakuwa matamu. Leo nakuambia mtu wa Mungu, chukua msalaba, weka kwenye tatizo lako. Ule tatizo litakuwa furaha. Chukua msalaba, weka mahali pa magonjwa. Haya magonjwa yatabadili kuwa uzima. Angalia Musa, Mungu anamuonyesha mti, anachukua mti, anaweka kwenye maji. Maji yanafaa kutumika. Kuna vitu vinafaa kwenye maisha yetu pale msalaba utakapohusika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa mahali walipotakiwa kufa na kiu, waliondoka wakiwa wamekata kiu. Mahali ambapo ulitakiwa kufa na magonjwa, msalaba unakuletea uzima. Mahali ambapo ulitakiwa kuaibika, msalaba unakuletea heshima. Mahali ambapo ulitakiwa kukataliwa, msalaba unakuletea. Haleluya. Amina. Akachukua ule mti akautia katika maji. Yale maji yakawa matamu. Chukua msalaba leo utie kwenye tatizo. Amen. Kwa sababu kwa nini nimekwambia ule mti ulikuwa ni msalaba? Msalaba haukuwa wa chuma, ni mti. Msalaba haukuwa wa chuma, ni mti. Kwa hata leo baada ya maombi, jambo lolote linalokusumbua, mwambie Mungu ninachukua msalaba, ninaweka kwenye tatizo. Amina. Na hili tatizo silikimbii. Maana shetani aliwapiga upofu wana wa Israeli, aliweka uchungu. Msalaba ulipoingia ukaleta uhalisia wa utamu. Amen, amen. Inawezekana umekuja mchungaji unanililia. Mimi leo nachukua mti natia kwenye tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo lolote linalokusumbua umekuja nao madhabahuni. Hawa walimlilia Musa. Kama wewe umenililia mimi hapa kwa mchungaji, mambo yangu hayaendi. Nataka nikwambie yanaanza kwenda. Tunatia mti pale pale ambapo mambo hayaendi. Tunatia mti. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Musa na yeye alianza kumlilia Mungu. Mungu anasema unajua kwa nini Mungu alimpa mti auweke kwenye maji? Unajua ni kwa nini? Angalia Hesabu. Jesus. Mbona leo unaona kuna nguvu ya kutoka mkiwa mmefunguka? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo kuna nguvu ya kutoka ninyi mkiwa mmefunguka. Amen. Sema power. Power. Angalia Hesabu 21 mstari wa 6 mpaka wa 9. Amina. Hesabu 21 mstari ule wa 9, wa 6 mpaka wa 9. Amina. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Bwana akatuma nyoka. Bwana akatuma nyoka za moto. Za moto. Sasa hebu nifafanue hapa. Sije mkasema Bwana anatumaga nyoka. Mwambie jirani yako Bwana hatumi nyoka. Mwambie jirani yako Bwana hafugi nyoka. Sio kasema Mungu ndiye kumbe anafugaga nyoka anatuma. Hapana. Yaani unaposikia Bwana alituma, maana yake aliuondoa ulinzi wake. Amen. Aliruhusu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alifanya nini? Aliruhusu. Bwana hatumi mabaya. Mungu hatumi mabaya. Mungu hatumi magonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Usije ukasema ugonjwa huu ni Mungu ameutuma kwangu. Wengine wanasemaga ugonjwa wa Mungu. Hakuna ugonjwa wa Mungu. Amen. Mungu hana magonjwa. Mungu ana uzima na afya. Kwa hiyo Bwana hana cha kutuma kitu kibaya kwa watoto wake. Ndio maana anasema hata ruhusu macho yenu yaone mabaya. Isipokuwa anaweza akaruhusu. Amen. Yaani akaondoa ulinzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mabaya yakapata nafasi. Na mara nyingi huwa anaruhusu kama watu wamekuwa wakaidi. Amen. Watu hawataki watu wana kiburi. Ndio Mungu waga anaruhusu. Kwa Mungu hana nyoka, Mungu hana magonjwa. Asije mtu akaumwa akasema
Mungu amemtumia ugonjwa. Mungu hana magonjwa. Mwambie jirani, Mungu hana magonjwa. Mungu hana magonjwa. Hamjawahi kusikia wanasema ugonjwa wa Mungu? Amepigwa na Mungu. Bwana mapigo hayo ya magonjwa hana. Bwana na baraka za watoto wake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anasemaje hapa? Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu. Ndio. Wakawauma watu wengi wakafa. Mstari wa 7. Ndio. Watu wakamwendea Musa. Wakasema. Unaona, na hao walimwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi. Tumefanya dhambi. Kwa sababu tumemnungunikia Mungu. Tumemnungunikia Mungu. Unaona, kilichoruhusu zile nyoka ni dhambi walizotenda. Amina. Kwa Mungu aliondoa tu ulinzi. Wakagundua kosa lao kwa sababu tumefanya nini? Dhambi. Tumemnungunikia Mungu. Ndio maana haya mabaya yametupata. Lakini Mungu hana mabaya ya kuwapa hao watu. Amen. Mungu aliondoa tu ulinzi wake na wale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata manunguniko Mungu hapendi. Baada ya tukio hili, kumbukizi hii ya msalaba, acha kuwa mtu wa manunguniko. Anza kuwa mtu wa kukiri ushindi. Amina, amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasemaje mstari unaofuata? Anasema, ndio. Utuombee kwa Bwana. Utuombee kwa Bwana. Atuondolee nyoka hawa. Atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akaombea watu. Basi Musa akaombea watu. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa. Jifanyie nyoka ya shaba. Jifanyie nyoka ya shaba. Ukaiweke juu ya mti. Ukaiweke juu ya mti. Unaona na huku tena kuna mti. Msalaba. Haleluya. Amina. Maana huo mti ni nini? Msalaba. Msalaba. Ujifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti. Sasa hii nyoka ya shaba ambayo Mungu anamwambia Musa aifanye, hii nyoka haikumuua mtu hata mmoja. Hata mmoja. Hii nyoka alikuwa ni Yesu mwenyewe. Amen, amen. Yesu hajaua mtu. Ndio. Yesu hajaua mtu. Amen. Na mpaka kesho Yesu haui mtu. Amen. Yesu anataka watoto wake waishi. Ndio maana anasema sikumpoteza hata mmoja. Wote ulionipa. Yesu haui mtu. Kwa hiyo utagundua wale nyoka walioua watu hawakutoka kwa Mungu. Nyoka aliyetoka kwa Mungu wa shaba ni Kristo ambaye anataka watu waishi. Na leo ndiye atakaye kufanya uishi. Kwa hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Hii nyoka haikuua mtu. Mbarikiwe mwana wa Mungu. Hii nyoka haikuua mtu. Ilipowekwa msalabani ilikuwa ni uzima wa watu. Kwa hata leo msalaba ni uzima wetu sisi. Amina, 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 amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii nyoka ya shaba haikuua mtu. Angalia sifa ya hiyo nyoka ya shaba. Na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Angalia. Asante. Wow. Hawa nyoka ambao waliua watu, Mungu anamwambia Musa fanya nyoka ya shaba iweke juu ya mti. Na kila mtu aliyeumwa na nyoka hao, hata kama amekaribia kufa, akitazama msalaba anainuka tena. Na mimi nakutangazia leo kwa jina la Yesu Kristo, hata kama unajua kufa kesho, tazama msalaba, anasema ataishi tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio swala la kulia, ni swala la kutazama. Sio swala la kunungunika, ni swala la kutazama. Anasema atakayetazama nyoka huyo ataishi tena. Na mimi leo nakwambia macho yako ya uelekea msalaba. Haijalishi unapitia nini. Haijalishi shetani anapata uhai kwenye maisha yako. Tazama msalaba, utaishi tena. Unatoka na uhai leo. Haleluya. Haleluya. Anasema na kila mtu atazamaye nyoka huyo wa msalabani ataishi. Yesu hajaua. Yesu anataka watu waishi. Yesu hajaaibisha. Yesu anataka watu waheshimike. Yesu hajaleta magonjwa. Yesu anataka watu wawe na uzima. Yesu hajalaani. Yesu anabariki. Anatazama nyoka huyo ataishi. Unaposikia kuishi ni pamoja na sifa zote za mtu anaishi. Baraka, uzima, amani, furaha, mambo yote mema yataambatana na wewe. Mtu ndiye unaishi. Atakayetazama ataishi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani hata kama kuna wabaya wamepanga mipango ya kwamba kesho uamke, leo tazama msalaba. Wataona kesho. Amen. Tazama msalaba. Hapa hajasema atakayeomba. Atakayetazama. Kwa kuna wakati mwingine tutapunguza kufunga na kuomba. Tutakula, tutanenepa. Tuweke umakini kwenye kutazama. Weka umakini kwenye kutazama. Na uangalie msalaba. Unajua maana ya hili andiko? Anasema mtazamaye nyoka huyo ataishi.
au saa moja, wewe uyatazame matatizo. Wale nyoka wa chini wale walikuwa wanawakilisha matatizo. Tatizo ukilitazama linakuua. Ukitazama msalaba, hili tatizo linaisha, alafu linaisha. Haleluya. Amen. Kila unapotazama msalaba, tatizo linaisha, alafu unaishi. Amen, amen, amen. Kwa ushindi wa Mkristo umekaa kwenye kutazama. Amen. Na kufeli kwa Wakristo kumekaa kwenye kutazama. Amen. Hata inawezekana hiyo nyoka inaweza kuwa ni ndoa yako. Ndoa inakusumbua, ndio huyo nyoka yuko hapo. Analeta masumbufu. Usiangalie ndoa, angalia msalaba. Usiangalie mume wako, angalia msalaba. Usiangalie mke wako, angalia msalaba. Usiangalie watoto wako, angalia msalaba. Kwa sababu chochote ulimwengu wa mwili, shetani anaweza kukutumia kama hizo nyoka. Ukitazama matatizo, hautaishi, utaisha. Ukitazama nyoka wa shaba ambaye ni Kristo, utaishi. Haleluya. Kwa sababu utakuwa na amani ya kudumu unapotazama msalaba. Hata huku chini watasema yani kwa vile waganga wamejipanga, yani kwa vile maadui zake walivyo wengi, kesho haamki. Wewe usiangalie maneno yao. Angalia msalaba. Wewe tazama msalaba. Kwanza yoyote atazamaye msalaba hajikwai, haanguki, anarusha hatua, anaendelea mbele, anaendelea kupiga hatua, anaendelea kwenda mbele. Maneno ya wanadamu yanaweza kuwa nyoka wao wanaua watu. Angalia nyoka wa shaba. Angalia nyoka wa shaba. Naongea na wewe, usiangalie matatizo. Usiangalie matatizo. Angalia nyoka wa shaba. Badilisha leo mtazamo. Acha kuangalia matatizo. Angalia nyoka. Yeye anatazama ataishi. Amen. That's the message. Hallelujah. Amen. Yeye anatazama ataishi. Ndio. Unaweza kuwa muombaji sana na ukafa mapema. Kanuni. Wewe ukiwa unatembea, ngoja nikupe hii. Itakusaidia. Mkristo baada ya kuokoka, ukiwa unatembea, kaa hivi kwanza, kaa hivi. Kwa sababu maadui hawana kawaida ya kuwa juu, wako chini. Ukiwaangalia chini wanapanda juu. Mungu ana kawaida ya kuwa juu. Ndio maana kuna andiko linasema ninyi ni wa juu, sio wa chini. Yawazeni yaliyo juu. Maana ukiwaza ya juu, utaangalia yaliyo juu. Yeyote anayetazama juu atakuwa wa juu, atakuwa wa chini. Achana na historia wewe. Historia isikufanye uangalie chini. Hata huyo Sauli aliua sana watumishi wa Mungu, lakini alipomuona Yesu hakuangalia chini tena, alimtazama Kristo mpaka anaondoka. Watu wasiangalie jana yako na juzi na majuzi, na wewe ukabaki kuangalia yale yaliyopita. Anza kuangalia juu. Yanayokuja kwako yanatoka juu kwa Kristo. Angalia juu yanapotoka. Amina. Sema power. Power. Sema power. Power. Hallelujah. Kwa hiyo hata ukiwa nyumbani, popote ulipo, msalaba upo. Amen. Popote ulipo Kristo yupo. Yaani kama Kristo yuko popote ulipo, maana yake popote ulipo msalaba upo. Uwe nyumbani, hata mume wako amekupiga ngumi, msalaba. Amen. Mume wako anachepuka na Anita, msalaba. Hey. Sijui mali zimefilisika benki, wamekuja, msalaba. Nimefilisiwa kama Ayubu, msalaba. Sijui nimefanya nini na nini, msalaba. Wachawi wana vikao juu yako, msalaba. Ukiletewa habari za umbea, msalaba. Ukiangalia pale utapata vya pale. Vya juu vinakuja kwa mtu anayeangalia juu, na vya juu ni vya Mungu. Haviendi kwa watu wanaoangalia chini, vinaenda kwa watu wanaoangalia juu. Unatakiwa ubadilishe mtazamo. Angalia juu, maana ndiko zinakotoka baraka, ndiko unakotoka uzima, ndiko inakotoka afya. Huku chini inatoka mauti, huku chini yanatoka masengenyo. Angalia juu. Hata kama ndugu watainuka, angalia juu, angalia juu, angalia juu, ili upate kuishi. Amina, 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 amina. Sema power. Power. Sema power. Power. Ukiangalia matatizo utaparalyze. Ndio. Ukiangalia matatizo utagombana na kila mtu. Ukiangalia matatizo utalala bila amani.
Ukiangalia matatizo utaona kila mtu kwako afai. Ukiangalia matatizo hata wanaofaa watageuka watu wasiofaa. Unapoangalia juu, Biblia inasema Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Kwa muangalie yule ambaye habadiliki, yeye anabadilisha maisha yako. Ni Yesu peke yake asiyebadilika, ila anabadilisha maisha yako. Yes, ndio. Amen. Yote atazamaye ataishi. Kweli. Mahali penye maji yenye uchungu. Hata wakati wa Elisha walimwambia mahali hapa ni pazuri, lakini maji haya yana mapoza. Akachukua chumvi akatia kwenye maji, yale maji yakapona. Tangu saa ile watu wakatumia mpaka leo. Mchukue Yesu muweke kwenye tatizo. Amen. Chukua nguvu za msalaba ziweke kwenye tatizo. Hata maelfu ya watu wakiinuka juu yako, kama unautazama msalaba, hata dunia ingeinuka hufi. Hata majeshi yangeungana hufi. Hata wangekaa kwa waganga na waganga huaibiki. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema power. Power. Sema power. Power. Ndio maana nimekufundisha pale mwanzo ya kwamba unapoangalia juu unaona vilivyotakiwa kukudhuru jinsi ambavyo vinabadilika kuwa baraka. Amen, amen, amen. Anasema zimegongelewa pale zile hati za mashtaka. Alafu Bwana amezifuta. Shetani yaoni, ila wewe ndio unaona kwa kumbukumbu kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi tusingekuwa hapa tulipo. Yaani wewe unaona kabisa. Ila shetani hana macho ya kuona pale msalabani. Yeye amepigwa upofu. Ndio maana Biblia inasema macho yao yatiwe giza wasione na wasione kweli kweli. Na wasione kweli kweli. Unapotazama juu, Mungu anakuonyesha, mwanangu, ulitakiwa kuwa hivi, lakini sasa uko hivi. Ili usimsahau. Mwambie jirani, historia ikusaidie. Historia ikusaidie. Isikuue. Isikunyong'onyeshe. Mwambie historia ikuinue. Historia ikuinue. Ikufanye umshukuru Mungu. Isikufanye unung'unike. Sema power. Power. Mbona mimi nasikia nguvu sana? Amina baba. Mbona mimi nasikia nguvu sana? Haleluya. Amen. Yaani wewe hata ungepewa taarifa za ghafla, ujue mahali pa kutazama ni wapi? Ayubu, nimebaki mimi tu, wote wamekufa, nimekuja kuletea taarifa. Oh Bwana ulitoa, Bwana umetoa. Yeye anapata taarifa zote kutoka pale juu. Ayubu, watoto wako walikuwa wanacheza, wamedondokewa. Oh Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, tabaki kuwa Mungu. Oh mama fulani, mume wako yupo gesti. Oh Bwana asante. Asante, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Utajawa na wimbo wa shukrani, sio manung'uniko. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Angalia mtu wa namna hiyo, huwezi kumkuta kwa Farida kule chini. Huwezi kumkuta ndani ya jeneza. Huwezi kumkuta amefunikwa sanda. Huwezi kumkuta wanamuosha igawilo mochwani. Huwezi kumkuta. Ukipatia kutazama, umepatia kuishi. Amen. Ukipatia kutazama, umepatia kufikiri. Amen. Ukipatia kutazama, umepatia kuendelea. Amen. Watu kwa kutazama vibaya ndio watu wanapigwa. Na shetani akijua unamtazama, akijua unamtazama, anakuangamiza. Atajigeuza hivi, yeye atakuonesha kama ana wingi ili akuue. Usitazame matatizo. Biblia inasema unawaza nini juu ya Bwana? Amekomesha hao mateso. Hayatainuka mara ya pili. Yaliinuka mara ya kwanza, hayatainuka tena mara ya pili. Hayana nafasi ya kuinuka. Yamekufa, yamepigwa, yameuawa. Huyo mateso haitainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Mwangalie jirani yako hivi. Mchungulie hivi. Mwambie unatazamaga sana nini wewe? Unajua hata kama umeoa au umeolewa, ukianza kutazama, mume wangu ni handsome. Ni handsome. Hiyo ndio inakusumbua muda sio mrefu. Muda sio mrefu. Kwa sababu utaanza kumsifia. Unajua yani wewe bwana nilikupata ni handsome. Sifa ni size ya Mungu. Mwanadamu sifa zinamuua, zinapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwenye maisha yako hata kama mwanaume una binti sijui ana hips ana dimples, usimtazame ukamsifia. Wewe na Paulo anasema katikati ya mambo yote ikibidi kujisifia ni kwa ajili ya Kristo. Amen. Ni kwa ajili ya nani? Kristo.
Biashara yako ikienda vizuri ni kwa ajili ya nani? Familia yako ikifaulu ni kwa ajili ya nani? Mume wako akiwa ni mzuri ni kwa ajili ya nani? Ukioa mke mzuri ni kwa ajili ya nani? Ikiwa hivyo tu uko salama. Amina. Mimi nilimsumbua dada mmoja, alinisifia kwa kweli. Nilimsumbua mpaka nikasema Mungu nisamehe. Nilipookoka nilitubu. Yaani uweusi ukamchanganya sana black wangu. Yaani kwa kweli nikasema ilikuwa saa 7 usiku, saa 8. Ikiita simu hii ni mara moja tu. Uko wapi? Nimelala. Njoo hapa nataka nikuone. Saa hizi usiku nakata simu. Anafika. Baba yake anapiga mpaka anavimba hivi. Sasa sisemi kwamba msiwasifie wanadamu. Mimi namsifia mke wangu ni mzuri. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Wangapi mpaka sasa wameshamdharau shetani vya kutosha? Amina, amina, amina. Ya leo ni siku ya kwanza tu. Wangapi wameshamdharau shetani vya kutosha? Bwana Yesu asifiwe. Sema power. Power. Sema power. Power. Hebu tumalize na andiko hili. Alafu tuingie tuombe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hizo laana ambazo tumesoma kwenye Kumbukumbu la Torati, ukifika nyumbani kuanzia 28:15 mpaka 63 ukasoma hizo laana. Hapo kuna vidonda vya tumbo, watu wa Mungu. Viko hapo. Haleluya. Kwenye hizo laana kuna bawasiri, kuna vidonda vya tumbo, viko kwenye hizo laana. Kasome hapo mpaka 63. Kwa utagundua ya kwamba tatizo ni wewe ukumwamini Kristo. Mimi mwanangu yule pale Amina alikuwa na vidonda vya tumbo sugu. Niliposoma Biblia, alipokuja tukisema tuombe, na mimi na vidonda vya kula vingine siri. Nilimuombea vile vidonda sugu. Sasa anakula kila kitu pale. Amepona. Amina, amina, amina. Unajua kinacholeta uponyaji ni imani yako ikikua. Imani ikiinuka udhaifu unakimbia. Amen, amen. Imani inapokuwa uzima unaingia. Kwa kutojua watu wengi hizi bawasiri. Alikuja mwanangu mmoja hapa, nisimtaje tu jina. Alikuwa na bawasiri, amefanyiwa operation na operation. Si mnafahamu bawasiri eh? Vile vinyama vinatoka kwenye sehemu ya haja kubwa. Vile vinyama. Amezunguka. Siku moja akiwa asali hapo akaja kaniambia. Nilimwambia hapo nje nikasema hilo ni pepo. Kwa sababu hiyo ni laana, inapata sababu kwa wale wasiomjua Kristo. Alikuja hapa nikamwombea. Paka leo hii ile habari imekata. Amen, 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 amen. Lakini leo kuna watu wengi wanasumbuka na bawasiri. Leo kuna watu wengi wanasumbuka na vidonda vya tumbo. Unapomwamini Kristo ni dawa ya vidonda vya tumbo sugu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni laana. Kama laana zetu alichukua zote akaziweka pale msalabani. Maana wewe ukiamini imechukuliwa hiyo laana, uko salama. Amen. Ukiamini ninayo, uko matatani. Tokea Yesu amekufa na kufufuka, Biblia inasema laana isiyo na sababu haimpati mtu. Amina. Yaani hata mama na kulaani kama hakuna sababu, hayo ni makelele tu. Kristo ni sababu yetu kuishi. Amen. Ni sababu yetu kuwa hai. Amina. Ni sababu yetu kuendelea. Amen. Ni sababu yetu kuheshimika. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Sema power. Power. Sema fire. Fire. Sema power. Power. Sema Yesu nisaidie. Yes. Hizi hela zinaenda kwa mtu aliyebarikiwa, anayeamini na laana. Aliye kwa mambo mazuri yanaanza kuja kwako pale tu kuanzia ibada hii utapoamini ya kwamba mimi nimebarikiwa. Amina, 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 amina. Mimi sio mtu niliyelaaniwa. Hayo mambo mazuri yatakuja kwako. Amen. Yatakuja tu kwa sababu mambo mazuri yanaambatana na wabarikiwa. Amen. Automatically tu yatakuja kwako. Hallelujah. Amen. Sema power. Power. Sema asante Yesu. Asante. Sema asante Yesu. Asante. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Bwana apewe sifa. Amen. Msalaba haukuzalisha watu waliolaaniwa. Msalaba umezalisha watu waliobarikiwa. Amen, amen, amen. Msalaba haujazalisha watu waliolaaniwa. Msalaba umezalisha watu waliobarikiwa. Wangapi hapo wamezaliwa na kutokana na msalaba? Wangapi wamezaliwa upya mara ya pili? Amen, amen. Basi msalaba umezaa watu waliobarikiwa. Msalaba hujazaa watu waliolaaniwa. Angalia Warumi 5:19. Naziona nguvu za Mungu. Warumi 5:19.
Anasemaje? Nina. Anasema ndio. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingiwa katika hali ya wenye hali. Soma tena vizuri kwenye kamera, tunasikika. Amina. Sasa kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa kutii kwake mtu huyo ni nani? Yesu. Basi wewe umeingizwa tayari. Amen. Haleluya. Umeingizwa tayari katika hali ya wenye haki. Wenye haki ya kujenga na wewe umo. Wenye haki ya kuishi na wewe umo. Wenye haki ya kushinda na wewe umo. Umeingizwa. Yaani ni automatic, umejikuta huko umo. Yaani sio umeingizwa. Mwambie jirani yako umeshaingizwa tayari. Mwambie umeshaingizwa tayari. Hebu mshike mkono, simama naye. Mwambie umeshaingizwa tayari katika hali ya wenye haki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hutasema tena mimi ni mtu niliye kwenye laana. Umeingizwa katika hali ya wenye haki. Nani aliyekuingiza? Kristo. Kwa kosa la Adamu watu waliingizwa katika dhambi, na kwa kujitoa kwa Kristo watu wameshaingizwa katika hali ya wenye haki. Hebu mshike jirani, mwambie umeingizwa. Shika wa nyuma, wa mbele, mwambie umeshaingizwa katika hali ya wenye haki. Mwambie umeshaingizwa tayari. Mwambie umeshaingizwa tayari katika hali ya wenye haki. Mwambie wewe ni mwenye haki. Wewe ni mwenye haki ya kula mema ya nchi. Mwambie wewe ni mwenye haki. Shika wawili watatu, mwambie umeshaingizwa. Historia yako haijakuzuia. Hakuna kinachokuzuia. Umeshaingizwa tayari. Umeshaingizwa tayari. Umeshaingizwa tayari. Umeshaingizwa tayari. Mwenye haki ya kuishi bila magonjwa tayari umeingia. Haleluya. Mwenye haki ya kuwa na amani majira yote umeingia. Mwenye haki ya kuwa na furaha muda wote umeingia. Mwenye haki ya mafanikio umeingia. Mwenye haki ya kuheshimiwa umeingia. Haleluya. Hebu tufungie mlango sasa. Hili andiko zuri sana kufunga nalo. Kwa hali ya mtu huyu wote wameingizwa. Yaani hiyo ni kuswaga. Wewe ni kiando, ni chaula, sijui ni fungo, ingia wote wameingizwa na mlango umefungwa. Hatumo mahali pa laana, hatumo. Mwambie jirani sipo mahali pa laana. Mwambie jirani sipo mahali pa laana. Niko pa wenye haki. Haleluya. Sasa usichochua mtu wa Mungu. Tunapoingizwa kwenye hali ya wenye haki tayari, mauchawi kule yanaharibika. Masadaka yao kule yanaharibika. Uganga waliofanya unakufa. Madhabahu zao zinapasuka. Kamera za kuzimu zinaharibiwa. Walipokuwa wanakuona hawatakuona tena. Tumeingia katika hali ya wenye haki. Hapa Mungu alikuwa hana haja na jana yako, hana haja na asubuhi yako. Yaani ni imani, ni saa hiyo. Yaani dakika hii tayari shwa. Niko upande wa pili. Nimefikeje sijui. Nimeshindaje sijui. Kwa sababu tayari nimeingia, mimi sijui. Kwenye yale magonjwa nimeponaje sijui. Ninachochua nimepona. Wakasema nani aliyewasababisha sijui. Kama yule ni mchawi au ni shetani. Nachochua mimi nimefanyaje? Nimepona. Aliyesema. Haleluya. Haleluya. Na hiyo ndio ilikuwa kazi ya kwanza ya msalaba. Kuwaingiza wote katika haki. Sasa kesho nitawafundisha sehemu ya pili. Maisha ya mwenye haki. Ushindi wa mwenye haki. Leo si tumeingia. Maisha ya mwenye haki. Ushindi wa mwenye haki. Furaha, amani, heshima. Na jinsi mashetani wanatetemeka. Bwana apewe sifa. Aisema power. Ngapi wanaishi sasa nguvu za Mungu? Usibaki kwenye matatizo. Umetolewa. Hujatoa sadaka. Umeingizwa. Haijatakiwa ng'ombe. Yes. Haijatakiwa mbuzi. Haijatakiwa njiwa. Haijatakiwa sijui nini. Ghafla. Ingieni humo. Wenye nauli, wenye hawana nauli, wote safari. Sasa tena wenye nauli
kujenga wote wako. Alafu Mungu ameshafanya jambo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kesho nikikufundisha utaelewa uishi vipi kama mtu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini mkitoka hapa watu wanasema Kristo leo amekufa, usije ukafikia ulinzi haupo. Yaani hii ni kumbukizi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine, hata isingekuwa kumbukizi, ile siku ya kwanza anapokufa alisema imekwisha. Alihakikisha amemaliza kila kitu. Yaani Jumamosi hakuna matatizo, hakuna magonjwa, hakuna mauti, hakuna ajali. Alimaliza kila kitu. Anapofufuka, alifufuka akiwa na uhakika ya kwamba niliowaacha naenda kukutana nao, kwa sababu sikuwaachia matatizo, niliwaachia baraka. Sikuwaachia mauti, niliwaachia uzima. Sikuwaachia laana, niliwaachia baraka.